Oktoba 22. Jumatano. Mwaka wa 2025. Uinjilisti wa shule mwezi wa Februari. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata miisho ya dunia. Sasa hivi, Shetani anajaribu kuwahadaa watu na kufanya maisha kuwa magumu kwa kutumia hila zake 12. Hata hivyo, ninyi, remnant, lazima mbadilishe baptizan ndani ya moyo wenu kuwa Injili. Ndipo baptizan ya Shetani aliyejengwa ndani yako itabomoka, na baptizan ya Mungu atainuliwa badala yake. Kwanza, lazima utenge muda wa kufurahia ratiba hizo 3 za wakati. Mara tu unapomkubali Yesu kama Kristo wako, matatizo yako ya zamani yanashughulikiwa. Leo, ufalme wa Mungu umeanzishwa na wakati wako ujao tayari umehakikishwa. Pili, utapata nguvu 5. Mungu atakupa nguvu zitokazo juu ziitwazo nguvu za kiroho, hekima uliopewa na Mungu iitwayo nguvu za kiakili, nguvu kwa ajili ya akili na mwili wako iitwayo nguvu ya kimwili, uwezo wa kusaidia remnant na kupata uchumi wa nuru ili kutekeleza misheni inayoitwa nguvu ya kifedha, na ujuzi wa kuhubiri Injili kwa mataifa 237 na makabila 5,000 kwa msaada wa wengine waitwao nguvu kazi. 3, utapata mamlaka ya kiroho. Hiyo inamaanisha unapata nguvu za kupigana na hatimaye kumshinda mtawala mwovu wa ufalme wa anga. 4, kuanzia hatua hii na kuendelea, majibu huanza kuja kabla ya wakati. Utaona kwamba mambo mabaya hutokea kwa sababu watu hawana Injili. Hapo ndipo unapoweza kufurahia kuwa pamoja na Mungu wakati wote katika maombi. Ndipo Mungu atakusaidia kushinda na kuona mpango wake ukitimia kabla ya wakati. Hiyo inaitwa jibu la CVDIP. Lazima uponywe kwa kweli. Pumua polepole na uingie kwenye maombi. Hata mara moja tu kwa siku, pata muda wa kufurahia kiti cha enzi, ombi la agano. Mungu Baba, nisaidie kuinua baptizan kwa maombi na kupumua kwa kina. Ninapofanya hivyo, nisaidie kufurahia njia 2 za maisha ulizonipa. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.